Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Paula alikuwa anafanywa interview kuhusiana na ndoa yake pamoja na Mario. Kama unavyojua Paula amebarikiwa mtoto mmoja na mtoto huyo alipata pamoja na Mario. Sasa tunaona swali lilikuwa ni gumu sana kwamba ni lini ataolewa au ni lini ataingia kwenye ndoa, na kimsingi watu kwa wanataka kujua je, inakuwaje, kwa sababu tunaona wengi wanatamani kuona Paula akiingia kwenye ndoa. Sasa maswali yalikuwa ni magumu sana kwa upande wake na ilikuwa kuna kitu hataki kuongea, lakini yote kwa yote aliweza kufunguka kwa sababu ilikuwa ni kubanana huko na huku, swali linatupwa huku, swali linatupwa huku, lakini mwisho wa siku akatoa siri kwa nini mpaka sasa hivi hajaolewa na Omari ama Mario, kwa sababu wengi wanatamani kuona akiolewa au akiingia kwenye ndoa, kwa sababu kuna mmoja ama nyingine ndoa ni baraka. Ndoa ni baraka na ndoa ni kitu ambacho kila mtu anatamani kuwa nacho. Lakini sasa kwa upande wa Paula anakwambia kwamba kitu ambacho kinamfanya mpaka sasa hivi ashindwe kuingia kwenye ndoa ni kuhusiana na umri wake. Bado ni mdogo. Anasema yeye bado ni mdogo na anaona huu sio muda sahihi wa yeye kuingia kwenye ndoa, kwa sababu anasema kwamba sio vitu vya kukurupuka, ni vitu ambavyo unatakiwa utulize akili, lakini pia inafatana na umri. Yeye anasema kwamba ana miaka 23. Ana miaka 23 na miaka hiyo haifai kwa yeye, yani anavyoona yeye bado sana kuingia kwenye ndoa na kuolewa. Sasa ukiangalia vizuri ni kwamba hii ni sababu ambayo inamfanya Paula ashindwe kuolewa. Sasa yeye amezaliwa 2003, ndio mwaka aliozaliwa, yani amezaliwa 2003 na sasa hivi ana miaka 23. Amebarikiwa mtoto mmoja na kwa jina la Amara, na tunaona kwa upande mwingine yeye mwenyewe ameweza ameweza kutoboa hiyo siri kwa nini anashindwa kuingia kwenye ndoa. Sasa alikuwa anafanyiwa story pale, afanyia interview pamoja na Karima Story pamoja na waandishi mbalimbali wa habari za udaku mbalimbali. Sasa tunaona baada ya jibu hilo inaonekana amejibu kuhusiana na kwamba madai yake kwamba bado ni mdogo, ambapo yeye aliandika kinakwamisha kuhusu, alipoulizwa kitu gani kinakwamisha kuhusu kufunga ndoa na mpenzi wake Mario, amedai kuwa yeye kwa sasa hayuko tayari kuingia kwenye ndoa kwa sababu yeye bado ni mdogo. Sasa watu wakaja juu kuhusiana na hiyo kitu, anasema kwamba hiyo sio sababu ya msingi, kwa sababu anayeamua ndoa ni mtoto wa kiume. Sasa kwa nini huyu tena anatupangia? Mmoja akasema ndoa hamna hapa, wanalea tu mtoto mdogo afu umezaa. Mwingine akasema Mungu awasaidie. Mwingine akasema mdogo na unakula mwingine akasema hivi kuolewa huwa ni nini yani? Unakaa na mtu mnala afu unasema huji aolewa huji kuolewa au ndo sielewi. Mmoja akasema kwamba ila wekali mwanzo nilijua yule cha pombe kumbe Mario. Mmoja akasema kwamba she sounds so good speaking Swahili, but when she speaks English you'll hear au sio? Kwa hiyo anaongea Kiswahili kizuri, mdogo na amezaa. Waandishi kwa unafiki, mambo ya ndoa ni ya mwanaume kujibu. Kwa hiyo yeye ni maswali magumu sana, kwa sababu mwenye maamuzi ni mtoto wa kiume. Mmoja akasema kumbukeni alisomeshwa na mnyama aina ya chui na bado akatoroka msituni, amedanganya hata kwa kukubali jamani. Mwingine akasema watoto kumbe wanaendaga heleba na sijui na wanakaa na mtoto wa kike na wa kiume, sijui jamani, mbona kama mnasili sana watu. Mwingine akasema kwamba kuzaka za alafa, anasema bado mdogo. Kuna udogo gani hapa? Unaona semantic hapa mashabiki. Mmoja sema sikilisema kinataka ndoa hiki nini tena au hajamaliza.
kudanga. Mmoja akasema kwamba sasa hapa Paula mbona anamfanana mke wake Juksi, au sio? Mmoja anasema kwamba mbona kazaa tena. Mwingine anasema jua halipenda na kila mtu halipenda, Mungu anamtangulia, mtoto ni ishara ya mapenzi. Mwingine akasema kwamba kwa hiyo bora kuzini kuliko kuolewa, naona zinaa ina nguvu sana. Yani sometimes sasa hivi watu wametanguliza sana zinaa. Yani ili binti aolewe sasa hivi kidogo lazima watu wapime kwamba yaliomo yamo. Kama hayamo bwana, kila mtu achukue 50 zake. Mmoja akasema kwamba bado imani ya dini hana na ndio maana hajaslimu. Maana aliulizwa kuhusiana na dini. Hapa akasema pia nasikia wapi ndoa ina ugumu na kuishi na mwanaume kuna urahisi, ila yote ni imani. Bado hana. Na unaambiwa usimlazimishe mtu Muslimu ama kuingia kwenye ndoa angali yeye mwenyewe hataki. Uislamu kwanza ni imani, na kama huna haiwezekani mtu akulazimishe ati kwa kuwa mnapendana tu. Kwa hiyo imani kwanza, inabidi uwe na imani, sababu ni mtoto wa Kikristo, inabidi aamini katika dini ya Kiislamu. Mmoja akasema kwamba basi kashaona mbali, mdogo leba anaenda mara ya pili. Mwingine sema mtu unaulizwa maswali unacheka. Jibu maswali, mimi ningekuwa bandini nishalikoa hilo. Mwingine sema ulikuwa unataka alie ama amewashinda na ndio maana mnamoneo hivyo. Na hapo alipo ana mimba. Yani hapo alipo yani anasema labda pengine atakuwa amenasa nyingine. Mwingine anasema kavaa zake rozari. Mwingine anasema kuzaa na kuishi na mwanaume tu, lakini kuolewa Mwingine anasema ila kuzaa nje ya ndoa sio issue. Hii ndio bongo bwana, shida bando tu. Yaani ukisipokuwa na bando ndio hivyo. Mwingine anasema kama kichwa yanapita vizuri tu na goli imepatikana, shida iko wapi? Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. Ana udogo gani? Mwingine akasema kwamba ila kizazi hiki mpaka na mtoto wamezaa na kuishi pamoja wanaishi, ila bado wanazungumzia ndoa. Kizazi hiki wamehalalisha uzinzi, au sio? Mangesema watu wako kimkakati. Yani bro Ziziki Mario mkifilisika mjue mnakimbiwa. Kwamba wajue tu watakimbiwa. Wangesema mwingine akaja hapa akasema alisema nataka ndoa imekuaje? Yes. Mwingine sema kwa kumbe watoto nao pia wanaenda leba. Dondosha maoni yako, hakikisha subscribe.